Naam, barabara kabisa ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Karibu sana kwenye taarifa zetu za habari katika siku ya leo, tukiwa ni tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka 2025. Taarifa zetu za habari hapa zinatoka moja kwa moja kutoka ofisi zetu za Mteba TV. Mtangazaji wa kuwazamu katika siku ya leo naitwa ni Mteba. Karibu sana kwenye taarifa zetu za habari. Kama ni mara ya kwanza umeingia na channel hii, endelea kusubscribe, like, comment and share kwa watu wengine, au sabone kwa lugha ya Kifaransa. Utakuwa unapata habari zaidi kutoka hapa channel yako bora zaidi ya Mteba TV. Unaweza ukatafuta kwa namba zifuatazo: alama ya kujumulisha 85933884006. Hizo ndizo namba ambazo unaweza kutuma ujumbe wako wote. Lakini pia kama unataka unawiwa pia kusaidia wazalendo kwenye uwanja wa vita, unaweza kutafuta kwa namba hizo na pia tutakuongoza namna gani. Kuna watu wengi wanahitaji kusaidia wazalendo, lakini mwongozo rasmi au mwongozo halali wa kuweza kuwakilisha misaada yao hawajapata. Kwa hiyo channel ya Mteba TV iko hapa kwa ajili ya kufanya kazi pande zote, ili ujisikie huru kabisa na una uhakika wa hela yako au pesa zako kufika moja kwa moja kwenye mkononi mwa wazalendo. Channel ni Mteba TV, endelea kusabuni, utazidi kupata habari zaidi. Kwa leo bado tunajikita pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maeneo kama vile Goma na Bukavu, pale ambapo bado wasiwasi unazidi kuwa mkubwa sana, vijana wakizidi kukamatwa kwa nguvu na kupelekwa kwenye vyama mbalimbali vya AFC M23, huku wao hawataki, wakizidi kukamatwa, wanakosa amani na njaa imezidi maeneo yale na pesa hamna. Wakati AFC M23 wakati walivyofungua zile benki zao, ni kwamba zile benki zina pesa feki, wanatumikisha kuchukua pesa za wakongomani ambazo ni dola, wanakwenda kuwapa hizo feki na wawesha kongoa pesa nyingi sana. Tunawaambia tahadhari sana na hizo pesa ambazo mnazidi kuzitumikisha maeneo hayo, na pia wanawadanganya zaidi, mtakuja kupata matatizo baadaye, pesa zenu zinaibiwa mchana bila kujua. Lakini pia tukaenda kuangalia hali halisi kwenye uwanja wa vita, maeneo za Katogota pamoja na Kamanyola, kile ambacho kitakachoendelea maeneo yale, na maeneo za Luvungi na Bukavu kote tutaangalia hali halisi, na maeneo za Walungu kile ambacho kinachoendelea, maeneo za Nyangezi, maeneo kote tutakwenda kukagua katika siku ya leo, tuangalie kile ambacho kinachoendelea. Lakini habari zingine kwamba vijana 7730, yani vijana 7730 ambao wameweza kujiunga na jeshi. Wameweza kujiunga na jeshi kabisa kutoka pande zote za nchi, wameamua kujiunga na jeshi hili kabisa la wananchi ambalo ni FRDC. Wameweza kujitolea wengi sana. Tutakwenda kuangalia habari hizi ambazo tayari wameshahitimu mafunzo na kwa sasa wanataka kujielekeza kwenye uwanja wa vita. Uzinduzi wa wanajeshi hawa umeweza kufanyika maeneo za Kamina, kwenye kambi kubwa zaidi ya kijeshi ambayo inapatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wameweza kuhitimu mafunzo yao na tutakwenda kujadiliana habari hizo. Utakwenda kujua kile ambacho kinachoendelea maeneo yale. Channel yako ni bora sana ambayo inakupa zaidi habari, huku watu wengi wakilalamika kwamba kabisa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo anafanya kazi nzuri na anapambana kwa sababu ya nchi. Ingekuwa ni wengine wote, ingekuwa sasa hivi nchi imeshaenda. Hebu tutazame kwanza hawa vijana ambao tayari kama mnavyoona hapo, vijana zaidi ya 7730 au 7730 ambao wameamua kujiunga na jeshi la FRDC maeneo za Kamina, pale ambapo kabisa wameweza kumaliza mafunzo yao tangu tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 2025. Wameweza kujiunga na jeshi na kuonesha nguvu zao na kuonesha jinsi walivyouiwa, kwa vile wale ambao walikuwa kwenye uwanja wa vita wamejitahidi kula rushwa na kuharibu kabisa sifa za kijeshi ambao ni za FRDC. Kwa hiyo wanajeshi hawa wameweza, tunaweza kusema sasa hivi hawa ndio wanajeshi rasmi wa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ambao wametengenezwa chini yake, ambao amewasimamia yeye kwa gharama zote. Lakini wameweza kutembelewa na mkuu wa kijeshi kutoka maeneo mbalimbali za Kinshasa kwenda kuzindua wanajeshi hawa ambao wamemaliza mafunzo maeneo zile za Kamina. Wanaume kadhaa wa FRDC walikuwa hapa wakitengeneza bidii au wakifanya bidii na muungano mkubwa sana ambao wameweza kufanya. Wanajeshi hawa wataingia kwenye uwanja wa vita na wameweza kuwapa morale mzuri sana na wakuu wao ambao wametoka maeneo za Kinshasa na kwenda kuzindua vijana hawa ambao ni wengi mno, ambao kama mnavyojishuhudia nyinyi wenyewe. Vijana wote vijana wengi waligeuka na wengine
wamejiunga na M23 au wale ambao kwenye uwanja wa vita na kula rushwa sana na kwanza kufanya mambo ya kujiunga na adui. Kwa hiyo serikali imeamua kabisa kujitutumua kutengeneza wanajeshi wapya ambao watakaoingia kwenye uwanja wa vita. Sherehe hii imeweza kufanyika kubwa sana maeneo za Kamina kwenye uwanja mkuu wa ndege ambao unaopatikana maeneo yale. Kama mnavyoona, na kama wewe unahitaji kujiunga na FARDC basi unaweza ukajiunga, na kama uko vrai congolais na uko mzalendo, sio wale ambao ni ba vrai congolais alafu sio wazalendo, wanaingia kwenye uwanja wa vita wanakwenda kufungua macho, hawana discipline, hawana adabu, hawana chochote. Hawa wanajeshi ambao wameshatengenezwa wako na discipline, wako na adabu, na watasikia wakuu wao na watakuja na wakuu. Unajua wakati wanamaliza habari hizi au mafunzo haya wanatumwa moja kwa moja na wakurugenzi wao. Hawawezi kuja kuongozwa tena na viongozi ambao wanaoongoza huku Masidi Kivu na Nord Kivu, wao ambao tayari wameshakula rushwa, kabila ameshawagawia madimi dolari, wanakuwa wanauzisha nchi. Tunawajua na tunawaangalia kila ambacho kinachoendelea. Mnafahamika vizuri sana, na hata wale wa Luvungi wale ambao wako pale wanasumbua. Yani wale ambao wako Luvungi tutakuja kuchambua habari hizo ambazo zinatuumiza na zinaumiza watu wengi sana. Inasikitisha sana kuzuia viongozi wa wazalendo, jeshi kuu, jeshi la mtu mmoja ambalo linajitolea kupambania nchi yao kwa gharama zao wenyewe, kitu ambacho ni kizuri zaidi. Lakini tunashangaa FARDC wanawageuka kwenye uwanja wa vita. Karibu sana kwenye taarifa zetu za habari. Baada ya kukwambia kila ambacho kinachoendelea maeneo zote za Kamina, vijana wamejikaza sana. Kwa hiyo tunakuja moja kwa moja maeneo za Goma, kila ambacho kinachoendelea kwenye mazingira yote ya Goma. Tunaweza tukasema kwamba Goma kwa sasa kinachokosekana sana ni vyakula vya kibinadamu. Pesa hakuna mzunguko wa maisha mzuri wa watu wanaishi na uoga mkubwa. Lakini hata M23 wanaishi kwa uoga mkubwa kwa sababu maeneo yale hawajui watafanya nini, lakini wanazidi kukamata vijana na kudanganya vijana kuwapeleka kwenye chama hicho cha AFC M23, kitu ambacho kipo tunakiona, na vijana wanazidi kuteseka kabisa maeneo zile. Vijana wanaisha jamani, Goma kutabaki wakina mama tu, vijana wanaisha, wenye wanauawa, wenye wanajiunga kwa nguvu wanakwenda kumalizika kwenye vita. Kwa hiyo ni kama hali hiyo kila ambacho kinachoendelea. Lakini tunakwenda kugusa habari zingine ambazo zinapatikana hapa kwenye channel yako bora ya Mteba TV. Maeneo za Katana Kabamba, wazalendo wameongezeka, ni wengi mno maeneo yale. Mtajiuliza mbona wanakuja wanaenda. Ni kwamba kwenye uwanja wa vita ni siasa. Kwenye uwanja wa vita ni siasa kubwa. Kwa hiyo maeneo za Katana pale kote wazalendo wamejaa, wametiririka. Kiswahili cha Kitanzania, wametiririka. Kiswahili kizuri sana tunakipendaga hicho. Watanzania big up sana kwa Kiswahili chenu kizuri ambacho kinazidi kuchanja mawingi kupitia channel ya Mteba TV. Tunaendelea na taarifa zetu za habari kutoka channel yako bora ya Mteba TV. Kila ambacho kinachoendelea maeneo za Katana, wazalendo ni wamemiminika, ni wengi, na Kabamba ni wengi sana, na wako pale maeneo zile zote wako. Lakini kinachosumbua wazalendo ni kitu gani? Hao FARDC. Lakini ingekuwa sio hivyo tu, ingekuwa sasa hivi mikoa yote imegombolewa, kwa sababu au M23 hawana nguvu ya kusumbua wazalendo. Wazalendo wana nguvu kubwa, na wangekuwa na, si kwamba hawana vifaa, wana vifaa. Ingekuwa hawana vifaa, ingekuwa saizi adui ameshaenda mbali, kwa sababu wao ndo wanazuia adui. Kwa kile ambacho kinachoendelea maeneo zile ndo hicho sasa, kwamba wazalendo wameongezeka, ni wengi maeneo yale. Lakini tukiingia maeneo za Bukavu, kile ambacho kinachoendelea maeneo za Bukavu pia hali ni hiyo hiyo. Vijana pia ni hivyo, wanakuwa na wasiwasi kubwa maeneo za Bukavu. Nafikiri wapo wanaouawa, wapo ambao wanakimbia, wanashindwa cha kufanya, wengine yani hali ni mbaya tu. Wako chini ya ulinzi ambao sio vizuri, wakati wako chini ya uongozi wa M23 ambao walikuja kwamba ni wakombozi. Lakini watu ambao wanawapokea bado M23, amuoni kwamba wenzenu maeneo za Goma na wenzenu maeneo za Bukavu ni kwamba wanaishi vibaya? Bado tunazidi kuona tu mnashobokea kwamba M23 waje hapa. Amuone kile ambacho kinachokuta wenzetu wengine ambapo wanapohangaika maeneo mengine, kitu ambacho hakifurahishi sana. Lakini tunakimbia moja kwa moja kwenye maeneo za Walungu. Tuna muda mrefu atugusi Walungu. Ni kwamba M23 wako Walungu pale Centre,
wameweza kufanya kikao cha kudanganya tena vijana. Unajua wao kawaida yao ni kudanganya tu vijana. Wakifanya tu kikao, ujue kwamba hiki kikao ni cha kudanganya vijana wajiunge nao, yani wajiunge nao. Ndo maana yao. Hawanaka kitu kingine ambacho wanachokifanya. Ni kuja tu, wanakuja wanafanya nini? Wanafanya kikao chao. Wamefanya kikao pale, tumekisikiliza na sina haja ukipandisha hapa. Nimetumiwa navyo sana na watu, lakini hata pia watangazaji wetu vimetufikia, lakini havina maana sikuvipandisha hapa. Lakini tunakwambia tu kwamba wewe kijana ambaye uko Walungu, tunarudilia, huwa tunaongeaga mambo haya wazi tu kwenye TV za Mteba TV ambazo huwa nakufikishia habari zinafikaga. Nafikiri Walungu unatupata vizuri zaidi. Angeni muwe ange na M23. Jana mmefanya kikao tarehe 9 hapo, mmefanya kikao, ilikuwa ni Ijumaa, mmefanya kikao pale Centre na tumekifuatilia chote. Jinsi walikuwa wanawadanganya, watapiga huko mbele, hawajui hata kutaja majina ya vijiji. Paka nyinyi vijana mnatushangaza sana. Hebu ngoja kwanza niweke hiki kikao hiki, alafu baadaye mtakuja kurudia. Vijana tena mnatushangaza, tunaanza kuambia tena hiyo miji, wao hawajui hata kutaja miji hiyo, lakini nyinyi mnakwenda kutaja tena hiyo miji eti nifasi fulani, tena mnapiga makofi, kitu ambacho kinasirikisha watu wengi sana. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, kitu ambacho kimekasirikisha watu wengi. Vijana nyinyi mkoje maeneo yale? Wanapoitisha wanishawaambia tokeni hapo, Mungu karibu na wazalendo, ingieni maeneo za wazalendo, amsikii, mnakwenda kwenye vikao vya M23. Vitawasaidia nini pale Walungu jamani? Acha kwanza tutafute kwanza hii video, kama sitaipata basi hamtaiona na nyinyi, lakini ngoja kwanza niitafute niweke msikie habari hizi ambazo zimeendelea pale. Kitu ambacho kinashangaza sana kwa vijana, kilichouma watu wengi, wanashabikia, wao hawajua hata kutaja majina ya miji, tena nyinyi ndio mnaweza kuwasaidia, kitu ambacho kinaumiza sana. Mungu waacha tu hivyo na Mungu enda kwenye kikao hicho. Tulikuwa tunaambia wenzenu wa Bugoma na Bukavu, lakini sasa wanaona kila ambacho wanachopitia, ila nyinyi hamjaona kila ambacho hamjaona. Wakati vifo vinaanza kuingia na matatizo, ndipo mtakao mnaona kwamba kumbe walikuwa wanatuambia ukweli kwenye channel ya Mteba TV. Hebu angalia kwanza hii video kwanza, tutakuja kurejea gisi walivyokuwa wanadanganya vijana pale. Population. Hapa tunakuwa na washene wawili ambao wataongoza territoire ya Walungu. Tunakuwa na madame Shengamungu. Shengamungu. Mwambaji wa kwanza. Yeye angali projet. Usione gisi iko dada, lakini uone kama ni administrateur wa territoire ya Walungu. Donc numéro 1 mu territoire ya Walungu ni madame Shengamungu. Merci papa. Wa mama wa dada ambao wanatoka kwa masomo, belle dame, je les vois à côté, mumuunge mkono sababu c'est une première qu'une dame dirige le territoire de Walungu. Mukimurejete, ne revenez pas demain réclamant à mon bureau que excellence Nachim Mouchak Sab. Je vous donne une dame, si vous conjuguez ensemble avec elle, je suis très rassuré que vous aurez gain de cause devant moi. Il est fait cette large diffusion à mouy vulgariser. Les médecins, tout le monde va namuke, tout le monde va gouverneur va namuke, va kumese, et maintenant nous avons administrateur wa Walungu ni mwanamuke. Nakukenga dada. Brigadier. Ole ambaye mtumisheni mnamjua. Igwe. Marasta wote wako hapa, wavijana wote wako hapa, muunge Kole pamoja na mama Shangamungu. Wote muwaunge mkono ili mupate kutumika nao bega kwa bega. Watafanya salon pamoja na nyinyi, watatengeneza, watasensibilize vijana ambao wako hapa, wakuje kwake, wajiunge kwa jeshi. Nyemranzi. Tupate kufanya pamoja, kufanya na kuwe na nguvu zaidi ambayo itafanya Walungu ipate heshima. Na baada ya kusikia hivyo, unaonaje wewe kama vrai Congolais? Wewe kama vile vrai Congolais unaonaje? Vijana wanasherekea kuteua kushimika uongozi mwingine tofauti na ule ambao ulikuwa pale territoire ya Walungu. Amuone kama ni hatari sana.
mnaenda kusherekea na mtaona kila ambacho kitakuja kuwakuta baadaye, kila ambacho kitakuja kuja. Kwa hiyo haitakiwi kama kijana mzalendo ambaye ni vrai Congolais unakwenda kusherekea kwa sababu wanaenda kushimika mwenye anaangalia territory ya Walungu, unakwenda kusherekea kitu ambacho sio kizuri na wengi hawajakipenda. Kama channel ya Mteba TV, hiyo ndio habari ambayo sisi tunakwambia tu, hatuwezi kuja kukuforce na kukwambia chochote. Tunakwambia tu, lakini baadaye utakuja kukiona kile ambacho kinaendelea. Tunapoendelea na taarifa zetu za habari kutoka channel yako bora Mteba TV, hiyo ndio habari za Walungu. Tuna muda mrefu atugusi pale, lakini pia tunakuja kuirudilia maeneo za Nyangezi pia pako wazi. Tunataka tuwape ripoti rasmi leo weekend na kile ambacho kinachoendelea. Unaona sasa hivi kuna wakati tunarusha taarifa moja kwa sababu ya uhaba, pia tunakuwa busy na mambo mengi pia, lakini pia hata taarifa zenyewe kuzipata ni hatari. Usifikiri tunapopata habari na kuandaa hapa ni mchezo, ni taarifa ngumu mno. Kuna wakati mwingine tunapata taarifa moja kama hivi na kuna wakati mwingine tunapata mbili. Kwa hiyo wakati tunaporusha mbili kwa siku, basi unaona wakati tunarusha moja, fuatilia hiyo. Tunapoendelea na taarifa zetu za habari kutoka channel yako bora Mteba TV, maeneo zile za Nyangezi, kila ambacho kinachoendelea Nyangezi pako wazi kabisa. Hawa M23 wanakwenda Bukavu, wanarudi Nyangezi. Kwa hiyo hawana kituo pale, hawana kituo kabisa. Maeneo za Nyangezi pako wazi, kwa sasa pako wazi, ila wanakujaga kufanya doria, wanarudi. Ndio kila ambacho kinachoendelea Nyangezi. Lakini Kamanyola pia ni hivyo. Kamanyola ni M23 ndio wapo pale. Tunapata watu wengi wanatupigia simu, tuambie. Ni vigumu sana kukuambia mtu mmoja ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, mpaka tupandishe taarifa. Kwa hiyo unapotumia ujumbe kwenye WhatsApp unakuta ni vigumu sana kukujibu, kwa sababu ni namba nyingi ambazo zinatuuliza na kutuambia. Unakuta mtu mwingine anakuandikia tu aje. Sasa nitakujibiaje ndugu zanguni? Jambo huko ni vizuri kusalimiana, lakini inakuwa ni vigumu mno kuweza kuchati sana kwenye mtandao kwa sababu namba ni nyingi. Kamanyola ndo hivyo pia, pangali kimya siku hizi. Kamanyola pako kimya, lakini pia Katogota, kila ambacho kinachoendelea Katogota ni kwamba na pale pako pangali kimya. Tangu juzi ni kimya, pako kimya kabisa. Huku M23 ndo wanadhibiti maeneo zile za Katogota. Watu wengi wanatuuliza Katogota kukoje huko? Katogota kukoje? Ndio maswali yenu yote lazima tuwajibu moja kwa moja kwenye taarifa za habari. Ni vigumu kujibu mtu mmoja kwa sababu namba ni nyingi zaidi. Kwa hiyo kila ambacho kinachoendelea hapo ni kwamba bado pako kimya, na huku wakizidi kufanya vikao vya uongo na kutangaza kwamba mzee Makanaki sijui alikufa hivi, sijui walimpiga, walimzingira. Taarifa hizo zimetanda sana. M23 hawawezi wakamzingira Makanaki, na hapa nakuja kuambia watu wanasambaza habari nyingi sana kwenye mtandao. Hawawezi wakamzunguka mzee Makanaki. Naam, M23 hawezi wakamzunguka kiongozi Makanaki, general huyu mpambanaji, wampige masasi alafu waone kama amekufa afu wamuache. Hapana. Hata akili zako zitumike mnaposambaza habari hizo kwenye mitandao, kama vile TikTok na kwenye magroup, mjue kile ambacho mnachokizungumza. M23 hawezi wakamuona general wa mkamate alafu tena wampige masasi waone kama vile wamemuua afu wamwache kwenye uwanja wa vita. Hata akili itumike. Wao wangemkamata, wangemshika na wangempeleka. Wakati unampiga mtu masasi ya afi, hawezi wakamwacha kwenye uwanja. Walimpiga masasi wapi? Picha hiyo inasambaa sana. Hivi mna ushahidi? Yeye mwenyewe alizungumza kwamba ni kule ni hizi siku, au alisemaje? Au hamjaelewa hizo picha au hiyo video kile ambacho kinachoendelea. Hawezi kumpiga masasi afu wamwachie. Yeye angekamatwa mateka kwa sababu ni mkubwa, wangempeleka tu. Sasa mnasema kwamba alipiga masasi kisha baadaye wakamuacha. Kuna ushahidi gani? Nani aliyeona kwenye uwanja wa vita? Tuache kusambaza habari za uongo. Lakini kitu ambacho kinachoendelea kingine, maeneo zile watu wa Uvira, angalieni, kuna kijana mmoja ambaye anavuma sana siku hizi kwamba anachanja M23 vile vitu. Nafikiri mnaelewa, kila mkongomani anaelewa. Anakuwa anawachanja vile vitu, kwa hiyo na wao M23 wanakuwa wanawachanja vile vitu. Kwa hiyo vitu ambavyo sio vizuri sana. Bado tunafuatilia habari hizi, kama tumeipata kwa muda mrefu, lakini bado tunaifuatilia. Tutakuja kukupa majibu rasmi. Mara warushe picha ameshakufa ule kijana, mara wafanye hivi. Kwa hiyo bado tunaifuatilia, na ndio maana hatujapandisha picha yake hapa, na ndio maana hatujaitangaza habari. Lakini habari hiyo inavuma sana kwamba kijana ule anawachanja M23 vile vitu. Nafikiri mnaelewa, kila mzalendo anaelewa vile vitu. Ninaposema tu kuchanja vile vitu, kila mtu anaelewa.
bado tunafuatilia, tukipata ukweli pia itakuwa vile. Lakini pia sio wale tu, wakongomani wengine tu wanakuwa wanaonesha au M23 manjia. Tunazidi kuwa pamoja, tunazidi na panapo majaliwa kwa taarifa zetu zingine zitakazokuja. Cha